Wanasema hivi, haya maji ni mazuri na wala hayatishi yakiwa kwenye glasi. Haya maji ni mazuri wala hayaogopeshi wala hayatishi yakiwa kwenye glasi. Tena unayatamani, kama Ayala tamanivyo maji ya mito, unayatamani. Lakini yakiitwa mto, yakiitwa bahari, yakiitwa ziwa, that is something else. Hicho ni kitu kingine. Unaweka mguu namna hii, haufiki mwisho. Tayari kuna taarifa zinapelekwa, hata mapigo ya moyo yanabadilika. Kiwango kile cha juu, kile cha 4, ukifika kwenye hicho kiwango, hata namna ya kuvuka pale kuna nyimbo fulani, kuna nyimbo fulani ndizo zinakuwa za kwako, ambapo kuna mtu unakuta ameimba bila wewe mimi siwezi. Ndio wimbo huo unakuja mahali pale. Maana ujanja wako kwa mahali pale haufui dafu. Akili zako, elimu yako, PhD, sijui nini, kwenye kiwango cha maji marefu, nakwambia utashika adabu. Kama hauna ujuzi wa kuogelea. Wiki iliyopita tulihubiriwa Petro, tumia mbinu ya Petro. Alipoanza kuzama akapiga kelele, akasema Yesu niokoe. Hicho ndicho kiwango ambacho unafika mahali hutegemei elimu yako, hutegemei cheo chako, hutegemei nafasi yako, hutegemei urembo wako, hutegemei hela zako, hutegemei chochote cha kimwili. Unasema bila wewe Mungu mimi siwezi kuvuka mahali hapa. Ndio hapo sasa ukiambiwa kulala chini, hata kama suti yako ni ya milioni, utalala bila shida. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Namna unavyomwabudu Mungu, namna unavyomwelewa Mungu, inaamriwa ulishafikia kiwango gani. Namna unavyotoa, namna unavyomtumikia Mungu, namna chochote kile unachofanya is dependent on the intensity of the presence of God you are operating at. Inategemea unaoperate kwenye kiwango gani cha uwepo wa Mungu. Uko kwenye maji ya kina gani? Uko kwenye kiwango cha maji ya kina gani? Umezama kiasi gani kwenye uwepo wa Mungu? Je, bado uko kwenye kiwango cha magoti? Je, bado uko kwenye kiwango cha viuno? Ndio hapo sasa unapokuwa haujafikia kile kiwango cha mwisho, kile cha juu, ndio hapo sasa kusengenya inawezekana na usisikie shida. Kuiba au kufanya vitu vya ajabu inawezekana na usione shida. Kwa sababu gani? Ndio maana tunasoma katika Isaya sura ya 1 hadi ya 5. Tunasoma habari za Isaya akitoa unabii, akiwakemea wana wa Israeli. Ole wao wenye dhambi hii na hii na hii. Isaya 1:18 inasema, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hapo huyo ni Isaya. Nataka niwaambie, hata ukiwa kwenye kiwango cha magoti, bado unaweza kumtumikia Mungu, lakini bado kuna vitu fulani ambavyo unahitaji kusaidiwa. Unaweza ukawa kwenye viwango vya kiuno, tayari ukamtumikia Mungu, ukawa mchungaji, ukawa mwinjilisti, ukawa mwimba sifa, ukawa nani, lakini uko kwenye kiwango cha kwenye viuno. Sasa changamoto inakuja pale ambapo unapokuwa kwenye hivi viwango vitatu, wewe unakuwa na nguvu zaidi ya kuamrisha maisha yako uyatumie namna
namna gani. Lakini ukivuka kwenye hicho kiwango, yeye Mungu ambaye ndiye maji yaliyo hai ya kubujikiayo uzima, yeye ndiye anakuwa na control, full control of your life. Kuna wakati utapanga, mwezi huu mshahara wangu nitalipa ada, alafu ambaye unatembea kwenye viwango vyake anashuka, anakwambia kanisani kuna upungufu wa spika, hiyo hela utaipeleka kwenye spika. Na kwa sababu uko kwenye hicho kiwango, utashangaa unaacha kupeleka ada, unapeleka hiyo hela kwenye spika ya kanisa, na si kwa huzuni, unapeleka kwa furaha. Ninachotaka kusema, ndugu zangu, wote tunamwamini Yesu, na Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Jina lake ni jina lenye nguvu, jina lake ni jina lenye uweza. Yesu mwenyewe ni wa ajabu. Yesu mwenyewe sio wa kawaida. Alimtokea Yohana. Alipomtokea Yohana alianguka chini, mwili wake ukaishiwa nguvu kwa sababu tu ya kule kumwona. Yani, just imagine how powerful Jesus is. Fikiria jinsi Yesu alivyo na nguvu. Wengine amekutana nao wakawa kama wafu, ili aweze kunyanyuka, mpaka ilibidi watiwe nguvu, mpaka ilibidi yule aliyemtokea amtie nguvu ndipo aweze kusimama. Sasa wote tunasoma Biblia moja, wote tunatumia jina la Yesu, lakini matokeo ni tofauti. Same name of Jesus, same word of God, same faith, blood of Jesus, the same blood of Jesus, damu moja inayotakasa makosa, lakini matokeo tofauti. Matokeo ni tofauti. Hata hapa kwenye hii ibada ninavyoendelea namna hii, kuna watu ambao wanamuexperience Mungu kulingana na hivi viwango. Kuna mwingine anahisi yani mbingu ziko karibu na yeye sana. Mwingine anasema wewe unayeona kwanza hata alivyovaa, anaendelea kusema moyoni mwake. Wote tuko sehemu moja. Tumesoma hivi, wanafunzi wa Yesu wote walienda Getsemani, wote walikuwa kwenye ile bustani, wako na Yesu. Lakini Yesu aliwastadi, akaona hao kiwango chao wanatakiwa wabakie hapa, kwa sababu bado kuna vipimo fulani hawajavifikia ili niwapeleke level ya pili. Lakini akamwangalia Petro, Yohana, kwa sababu Yohana alikuwa anapenda kukaa karibu sana na Yesu mpaka kifuani kwake. Anasema wewe njoo. Petro naye alivyokuwa na kimbelembele na wewe twende. Wewe kwa tabia yako hiyo unafaa kwenye utumishi. Twende tusogee mbele zaidi. Na wale wana wawili wa Zebedayo wote akawachukua level nyingine. Yesu huyo but different treatment. Alafu hawa nao wakasema hawa jamaa hawa kwa kiwango, hata kama nimewatenganisha kutoka kule, lakini hawa hawastahili kuvuka hapa. Akawaacha pale, yeye akasonga mbele zaidi. Ndipo akaanza kuomba yale maombi. Tumesoma Musa alipoitwa na Mungu akaambiwa wengine waache hapo chini ya mlima, alafu wengine wapande kidogo, ila wewe peke yako ndio utapanda mpaka hapa nilipo. Nataka niwaambie ndivyo tulivyo katika maisha yetu ya kiroho. Kuna wengine bado wanamwabudu Mungu kwa wanamwona yule anang'aa, lakini kuna vitu hawavioni clearly. Kuna vitu hawavioni kwa uwazi zaidi ukilinganisha na wale waliokaa karibu na kiti cha enzi. Nimesema wale wanaokaa karibu kabisa, hata Mungu akiwhisper, hata kabla hajasema kitu,
wanagundua kuna kitu wanataka kusema, wanajiposition. Lakini yule ambaye haoni kwamba sasa hivi kwenye uso wa Mungu kuna facial expression gani, wanashangaa kitu kimetokea. Ndio mtu unakuta watu wameitikia kule mbele amen, amen, anaitikia kwa nyuma. Ujumbe ninaotaka kuuleta hapa kwetu mwaka huu sio ni mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, Mungu amenisisitiza sana hiki kitu ikiseme, na huo ndio ukweli. Leo tuna watu wanamtumikia Mungu, tunasema huyu jamaa anatumiwa na Mungu, lakini watumishi sio yeye, wako wengi. Na bahati mbaya, sasa sijui ni bahati mbaya, kwa Mungu hakunaga bahati mbaya. Kule kwenye kina kirefu ni wachache huwa wanafaulu kufika. Ndiyo maana hata wale tunaosema tumishi fulani Mungu anamtumia ni wachache. Mtu anazaliwa, akifa, anaendelea kuongea miaka na miaka, karne na karne. Niambie, nani atakuja kuifuta historia ya Moses Flora ambayo amefanya kwenye kanisa? Nani atafuta historia za kina Benson Idahosa? Ni nani atafuta hizo historia za kina Andrea Shimba? Nani atazifuta? Kwa nini? These people were deep with God. Walikuwa wamezama, yani kwenye vile viwango, walikuwa wamefika level ya kutembea kwenye kile kiwango cha mwisho, mahali ambapo, na ndio maana nimesema wote tunatumia jina la Yesu lile, lakini matokeo tofauti. Ndio maana unaweza pepo likalipuka hapa, huyo anakemea kwa jina la Yesu, toka kwa jina, pepo hata halielewi, linawaangalia na linaanza kuwachezea, linaambia mkitaka huyo afunguliwe mwende mkamfunge pale kwenye mti. Pepo hilo kwa nacheka kama mazuri kwa sababu ya kupungukiwa ufahamu. Kweli mnaweza labda kweli mnachukua huyo mtu mnaenda kufunga pale, mnashangaa mkifika pale linawabadilishia mashati. Sasa mkitaka mlivyomfunga hivi mmefanya vizuri, lakini mkitaka sasa afunguliwe vizuri, nendeni mkalete maji anywe. Hana mjawahi kukutana na hizo? Mwaka wa 94 tulikuwa tunakemea pepo kwa mwanaume mmoja. Sasa lile pepo likataka kututrick. Yule ambaye alikuwa anaonekana ana moto, analitesa zaidi, likaanza ku crack jokes, vichekesho kwamba huyo jamaa alimenishika miguu huyo. Mpaka wengine walicheka. Yaani tuko serious, tunataka kwa jina hizo toka. Ninaongea ako kajamaa kalikoshika huko nyuma. Lakini nimesema kuna mtu unalitumia jina la Yesu, lakini matokeo hayatokei mara moja. Ila mwingine analitamka jina la Yesu, kabla hata hajatamka matokeo yanatokea pale pale mara moja. Sasa ndio nilitaka niwaambie kinachosababisha hizo tofauti ni kiwango cha presence ya Mungu unacho operate nacho. Wala usitafute wachawi, wala usisingizie anga la mahali hapa waga ni gumu, wala usisingizie hapa wamepita watumishi wengi sana. Hakuna
kiwango gani unaoperate nacho. Impact yoyote, matokeo yoyote makubwa, hata ya kutamka jina la Yesu, yanategemea unalitamka kutoka kwenye kiwango gani. Kuna kiwango ambacho kilitamka jina la Yesu, kuna kiwango ambacho, ndiyo maana huwa mnaona wimbo unaweza ukawa ni ule ule, akaanza mwimbaji wa kwanza, akaja na wa pili, akaja kushika watatu, mnashangaa hali ya hewa inabadilika ghafla pale pale. Si kama unasomaga hicho kitu. Ameanza wa kwanza, mnaona kawaida na mnachukulia poa, anakuja wa pili, akishika watatu, unashangaa anga linabadilika, uwepo wa Mungu unaanza kutembea, nguvu za Mungu zinadhihirishwa. Kwa nini? Inategemea huyo watatu anaimba kutoka kwenye viwango gani vya uwepo wa Mungu. Hicho ndicho kinachocommand matokeo. Hicho ndicho kinachocommand matokeo. Wahubiri wanaweza. Kuna siku tulikuwa na mkesha pale Dar es Salaam, baada tukawa tunaomba kwa kupokezana. Tukaomba, akaomba wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alipokuja akapewa bwana mmoja hivi, kwa sababu ya usalama nisimtaje maana mnamfahamu, akapewa maiki. Alipoishika maiki, kila mtu alihisi ni kama amepigwa shot kwenye ule mkesha. Aliyekuwa naomba kila mmoja alishtuka, kila mmoja volume ya kuomba ikaongezeka. Imefanyika nini? Kimetokea nini? Ni viwango vya yule anayetoa huduma, anavitoa kutoka kwenye kiwango gani. Na hicho ndicho kinachotofautisha. If there is something we need to contend for, is to contend for the intensity of the presence of God in our lives like never before. Kama kuna kitu kama Wakristo tunatakiwa kukipambania na kukitafuta zaidi, ni viwango vya kina zaidi vya kutembea katika uwepo wa Mungu. Unaweza kuwa mfanya biashara. Mambo haya sio kwa ajili ya watumishi tu. Mambo haya sio kwa ajili ya watumishi tu. Mambo haya ni kwa ajili ya kila Mkristo. Mungu amemkusudia kila Mkristo atembee kwenye viwango vya kiasi cha mto usiovukika, ili hata kwenye biashara yako anakuja mtu na vitu kwa ajili ya kuharibu biashara yako kabla hajatekeleza, kwa sababu uko kwenye hicho kiwango tayari. Macho yako ya rohoni, maana yako active, unamuona, unamdhibiti pale pale, na biashara yako inaendelea kuwa salama. Hisu ni viwango. Unatembea kwenye viwango gani? Ndio maana tunasoma Yesu anapopita nchi ya Wagerasi, yule mtu aliyekuwa amefungwa na mapepo, alishafungwa na makamba, akayakata, minyororo akaikata, wamemfunga na kila kitu, lakini ikashindikana. Lakini Yesu alipopita, yawezekana aliwahi kupeleka kwa makuhani kwenye masinagogi kipindi hicho ili wamsaidie, lakini haikuwezekana. Ni sawa na yule mama aliyekuwa amepinda mgongo miaka 18. Makuhani ambapo kwenye sinagogi alilokuwa na sari walikuwa wanamwombea, inawezekana wakati mwingine, lakini kule kupinda kwake mgongo hakukuondoka. Asante kwa Yesu. Siku moja ikatokea, yawezekana huyu mama alikuwa naomba, ikatokea Yesu akasema, leo nalinyokea hili sinagogi. Alipoingia kwenye lile sinagogi, maana yake ni kiwango kingine kimeingia ndani ya sinagogi. Yesu alipokuwa mahali pale, akang'amua tatizo la huyu mtu. Sio ugonjwa wa kawaida, it was a spirit, ilikuwa ni pepo la udhaifu. Na ndio Yesu badala ya kuadresi mgongo nyoka, akadresi ile roho aliyoinamua, akasema, ewe pepo la udhaifu, mwachie huyu mtu mara moja. Na yule mama akanyanyuka mara ile.
ile ile, akanyoka na mgongo wake. Kwa nini? Kiwango kipya, kiwango cha juu cha uwepo wa Mungu kimeingia kwenye sinagogi, nchi ya Wagerasi. Yesu anapofika nchi ya Wagerasi, yule mtu mwenye mapepo anapokaribia tu namna hii, hata Yesu hajasema chochote, Yesu hajafanya chochote, Yesu hajafanya chochote. Viwango ndio vinaongea. Taka nikwambia, viwango ndivyo huwa vinaongea. Yesu hajasema chochote, yule pepo akaanza kubabaika. Mbona umekuja kututesa kabla ya wakati wetu? Mbona umekuja Yesu mwana wa Mungu, mbona umekuja tena? Mapepo mengine yalikuwa yakimwona Yesu anayazuia, msinitambulishe namna hiyo, nyamaza kimya. Kiwango alichokuwa anatembea nacho Yesu, hicho ndicho huwa kinaongea. Hata kabla hujatamka neno lolote, kile kiwango kinakutangulia, kinaongea. Maana Mungu aliwaahidi watu wake wa Israeli ya kwamba nitaweka utisho mbele yenu, utawatangulia. Yani hata kabla haujafika, watu wanaanza kusikia vibrations zako ya kwamba yuko mtu hapa amekuja ambaye sio wa kawaida. Wanasikia hicho kitu, wanasikia ghafla, hapo unatokezea na wewe. Josephine alikuwa akienda, kwa mfano akija hapa Ngaramtoni au Deadwood, akiingia kwenye treni, kwenye behewa lolote, atakapokaa unashangaa watu wakiingia, wale abiria wakiingia kwenye behewa wanaanza kudondoka under the anointing, wanaanza kudondoka. Yeye ametulia, amekaa, haongei chochote. Kwa nini? Viwango vinaongea, the levels of the presence. Viwango kila kina ndicho huwa kinaongea. It speaks on your behalf. Before you speak any word, it speaks on your behalf. Oh my God. Kiwe ni kilio cha kila mmoja, yawe ni maombi ya kila mmoja, ya kwamba Baba, viwango vyangu viongezeke, viwango vyangu vipande. Hayo mateso tunayoyapitia is because of the levels that we operate from. Ndoto mbaya unaota unafanya mapenzi, ni kwa sababu ya kiwango unacho operate. You are my hiding place. You always fill my heart with her deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Uwepo wa Mungu ndio ngome yetu inayotuficha. Hata kama maadui wangekuja kama mlima, God will raise the standards because of the level that you are operating at. Viwango unavyotembea navyo ndivyo vinaamua ni kitu gani kitaruhusiwa kwenye maisha yako kikujaribu, na ni kitu gani kitataka kukujaribu, lakini kwa viwango vyako. Na wewe huna sifa ya kujaribu, peleka haya majaribu kwa mtu wa kiwango fulani. Kanisa la Bwana, Mungu anatamani viwango vyetu viongezeke. Tumesali miaka mingapi? Tumekuwa Kristo miaka mingapi? Kwa nini mambo ni yale yale? Kwa nini tunavyoomba ni vile vile? Mtu hawezi kuomba saa nzima, akiomba dakika 2 anaanza kupiga nyayo. Kwa nini tuishi hivyo? Nataka nikwambie, viwango vikipanda, viwango vikiongezeka, hautasikia nyayo, kwa sababu wakati huo wewe unakuwa hauna control. Ni yale maji ndio yanakupeleka yanakotaka yenyewe, yale maji ndio yanakugeuza yanakotaka yenyewe. Hata kiwango cha mabadiliko yako ya tabia na wokovu wako na mtazamo wako kinaamriwa na kiwango cha uwepo wa Mungu unachotembea nacho. Ndio maana hujaweza kuacha hiyo tabia, ndio maana hujaweza kuacha hiyo dhambi, hujaweza kuacha hiyo tabia, hujaweza kuacha huo utundu. Kwa nini? Kwa sababu ya kiwango unachooperate. My prayer is kila mmoja wetu atamani ya kwamba viwango vyangu nataka vipande,
vipande. Nataka viwango vyangu vipande. Yawe ni maombi ya kila mmoja wetu kupandisha viwango vya kutembea na uwepo wa Mungu. Maana uwepo wa Mungu huwa unaongezeka kina. The presence of God is not static. It increases in depth. In depth. Inaongezeka kwa kina. Na kwenye kina kile kirefu zaidi ndipo kuna matokeo makubwa. Hata kiwango cha mabadiliko yako kinategemea at what level of the presence of God do you operate. Kwenye kiwango gani cha uwepo wa Mungu unatembea nacho. Na ili viwango viweze kupanda, nimewaambia kuna vipimo. Unapima dhiraa 1000, ndipo ukisha kamilisha kupima hiyo vipimo, ndipo unasogezwa kiwango kingine. Nataka niwaombe kila mmoja, hebu fanya wajibu wako. Chukua kubali kupima dhiraa 1000 ili Bwana akupandishe, ili Bwana akupandishe viwango, ili Bwana akupandishe viwango. Wote tunahitaji. Ndio maana wakati mwingine hata kwenye ibada zetu, wakati mwingine kunakuwa na ukavu fulani, kunakuwa na ukimya fulani, kwa sababu ya kiwango ambacho ibada tunakuwa tumeiseti. Kiwango cha wakati mwingine tunaiseti ibada kwenye kiwango cha viweko vya miguu. Wakati mwingine tunaishia kwenye magoti, lakini tukitaka watu, Ijumaa tulikuwa kwenye mkesha pale Betheli, wakaongea wazungumzaji wengi, wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwingine anaongea mpaka anaruka. Akasimama mchungaji mmoja, alipoanza kuongea, baada ya dakika 10 kila mtu alikuwa amesimama, anaomba, anayenena kwa lugha, anayeomba, aliyepiga magoti, aliyelala chini. Ni nini kilichosababisha kubadilisha hiyo hali? Ni viwango anavyotembea navyo mtu. Wewe unaweza ukawa na hali yako ya hewa ambayo hata ukifika kijijini yale mazingira yanaanza kubadilika, kwa sababu there is a new climate ambayo imeingia katika yale maeneo. Mwimbaji mmoja wa Nigeria akaimba, I am the presence of God, I am his atmosphere. Everywhere I go, Jesus is manifesting. Mimi ni yani amefika mahali, kila ninapoenda, nikisimama mahali, Yesu anaonekana. I am his presence. Kwa nini wasipatikane watu wachache leo wakasema I am a sacrifice? Receive this sacrifice. Vitu vinavyosababisha viwango vipande, cha kwanza ni utii kwenye maelekezo, utii kwenye neno la Mungu. How obedient are you to the word of God? Unalitii neno kwa kiwango gani? Unamtii huyu Mungu na maneno yake kwa kiwango gani? How do you obey the word? Jumapili iliyopita tumefundishwa kumwangalia Yesu. Unapokuwa kwenye dhoruba, mwangalie Yesu. Unalitii namna gani hilo neno? Yaani mtu anatoka kwenye ibada, anapita kwenye shida, anaiangalia ile shida, anaiona ile shida ni kubwa, badala ya kumwangalia Yesu ambaye ni mkubwa kuliko hiyo shida. Unautii wa namna gani kwenye maelekezo ambayo unapewa? Hicho ndicho kinachoamua wewe upelekwe viwango gani. Lakini pia sacrifice, level of sacrifice. Unajitoa namna gani? Mbona dada yangu najihurumia sana? Kaka yangu mbona najihurumia? Mdogo wangu mbona najihurumia? How much is sacrifice? Zaburi 50 mstari wa 4 inasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi, walioingia agano na mimi kwa dhabihu, by sacrifice. Brothers and sisters, it is by sacrifice. We get the access to go deeper with this presence of God. But the level, how much do you sacrifice? Je, unaishi maisha kwa kufuata mitazamo ya kidunia? Mitazamo ya kidunia nakwambia hivi, dada wa kileo anatakiwa awe hivi na hivi na hivi. Do you follow exactly everything that they say?
utapishana na hivi viwango, utapishana na hivi viwango, utapishana na hivi viwango. Ndio maana tunaambia msifuatishe namna ya dunia hii. Mungu anataka tupatishe viwango. Lakini katika Zaburi, katika Rumi 12 ule mstari wa kwanza na wa pili nasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu. How much sacrifice have you offered through your body? Na Mungu huwa anaangalia. Ndiyo maana Yohana Mbatizaji, ukisoma habari za Yohana Mbatizaji, alipozaliwa, alipofikisha umri fulani, akasema, kwa assignment niliyo nayo ya kumtambulisha mwana wa Mungu ambaye kwanza sijawahi kumuona, simjui ana sura gani, simjui anafananaje, nisipopandisha viwango atatokea alafu sitajua. Yohana Mbatizaji akaenda nyikani by the spirit of Elijah, akaenda nyikani, akakaa huko, akawa anakula panzi, akawa anakula asali. Hiyo ndio level of sacrifice. Akawa anakula asali, akawa anakula asali. Wakati wengine wanachoma nyama choma, wakati mwingine wanakunywa juice, wanachambua, this juice is not original, nataka original. Yeye anakula panzi, anakula na asali, anakula na asali, anatafuta viwango. Ndiyo maana wakati ulipofika wa yeye kumtambulisha mwana wa Mungu, frequency akiwa kule jangwani zikasoma ya kwamba aliyekusudiwa is already in his time. Tayari ni muda wake, tayari ni wakati wake. Ndipo tunasoma akapiga kelele akiwa kule jangwani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bila ya kutumia speaker wala microphone, ile sauti alipoiachilia, watu walitoka Arusha mjini. Tuseme labda kule jikani ni kule Lengijari, watu walidrive na gari yao, hakukuwa na bango lolote. Ile sauti walipoisikia, kuna kitu ilikuwa imebeba ndani yake. Si kila sauti ni ya kawaida. Sauti yako hiyo sio ya kawaida. Ukipandisha viwango, your voice is not normal. If you go deeper with God, even your whisper can drive out a demon, because it speaks from a certain level of God, of the presence of God.